Ebana mtazamaji wa Biomedia Channel, ni kuambia kwamba karibu tuhabarike kwa pamoja kupitia Biomedia. Jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya kwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Leo hii Bana Mange amethibitisha taarifa nzito kuhusu Tundu Lissu, yazua mjadala mingi mitandaoni. Kipi hasa ambacho amethibitisha? Basi ambatana na mimi mpaka tamati. Kauli kali ya mwanasiasa na mwanaharakati Peter Madeleka kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu imezua mijadala mikubwa sana mitandaoni baada ya kueleza kuwa hatua hiyo inaifanya Tanzania ionekane mbele ya dunia kama taifa la watu waliopungukiwa akili. Bana Madeleka ameandika kupitia ukurasa wake wa X kuwa kuendelea kumweka Lissu gerezani kwa kila alichokiita kesi ya uongo ni kuithibitishia dunia kuwa Tanzania imepoteza mwelekeo wa haki na busara. Na katika ujumbe wake huo, Madeleka alinukuu pia Biblia katika kitabu cha Mithali 28:16 akionyesha kuwa viongozi wasio na hekima huongeza mateso kwa wananchi wao. Kauli hiyo pia imekuja wakati mjadala kuhusu kesi zinazowakabili viongozi wa kisiasa nchini ukiendelea kushika kasi, huku wafuasi wa upinzani wakidai kuwa baadhi ya kesi hizo zina sura ya kisiasa zaidi kuliko kisheria. Wafuasi wa Lissu wamekuwa wakisisitiza kuwa kukaa kwake gerezani kwa muda mrefu kunadhoofisha taswira ya demokrasia na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Lakini kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi na wachambuzi wa siasa wameonekana kupinga lugha ambayo ilitumiwa na Madeleka, wakisema kuwa maneno makali kama hayo yanaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa badala ya kujenga maelewano. Lakini pia wako ambao walitaka viongozi wa kisiasa kutumia lugha za utulivu, hasa katika kipindi ambacho hali ya kisiasa nchini inaonekana kuwa nyeti kuelekea mijadala mikubwa ya kisiasa na uchaguzi ujao. Mitandao ya kijamii, mtazamaji, imefurika maoni tofauti baada ya ujumbe huo kusambaa kwa kasi, kwa sababu wako ambao walimunga mkono Madeleka wakidai kuwa amezungumza hisia za Watanzania wengi, ambao Watanzania hao bana wengi wanahofia hali ya haki nchini, huku wengine wakimtuhumu kwa kutumia lugha ya uchochezi dhidi ya taifa. Tundu Lissu, ambaye ni mmoja ya wanasiasa wenye ushawishi mkubwa ndani ya upinzani Tanzania, ameendelea kuwa katika mvutano wa kisiasa kwa miaka kadhaa hivi sasa. Kila hatua ambayo inamuhusu imekuwa ikipewa uzito mkubwa sana ndani na nje ya nchi, hasa kutokana na historia yake ya kisiasa na misimamo yake mikali dhidi ya serikali. Kauli ya Madeleka sasa inaonekana kuongeza sura mpya ya mjadala huo, huku wengi wakisubiri kuona kama viongozi wengine wa kisiasa watajitokeza kuzungumzia swala hilo, au kama serikali itatoa misimamo kuhusu lawama ambazo zinaendelea kutolewa na baadhi ya wanasiasa wa upinzani. Lakini baada ya mwanasiasa Peter Madeleka kufunguka hayo, bana dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi ameunga mkono kauli hiyo, huku akisitiza pia kauli mbiu ya Free Tundu Lissu. Na wako wadau wa siasa pia ambao wamemvaa Mange na wenzake kufuatia hili, huku akidai kuwa wanatumia kivuli cha Tundu Lissu kuchochea hasira kwa Watanzania kwa sasa, na hakuna kiukweli Mtanzania ambaye atawasikiliza wala kufuata yale ambao wanayazungumza, kwa sababu Rais Samia alishakwisha kusema never again kwa sasa. Kwa hiyo ni kufuata tu sheria na wala hawataweza kufuatilia siasa za chuki hizo. Bana ni kauli za wadau wapenda amani kutoka Tanzania walioweza kuandika pia maoni yao baada ya kila alichoandika Madeleka pamoja na Mange kuonekana kukiunga mkono. Nini maoni yako katika hili? Basi unaweza kufunguka kupitia comment section, wakati mwingine tutaangazia. Bye bye.